Mheshimiwa sana baba paroko wa parokia Iteule wa Asizi Makurunge, waheshimiwa watawa, kamati tendaji ya parokia teule hii, wageni wetu waalikwa. Ukiangalia pale kuna wale wa Mtakatifu Rita wa Kasha wamevaa kabisa katika utambulisho wao. Wapendwa sana waumini wote wa parokia teule hii ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Makurunge. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunapoadhimisha misa hii Dominika hii ya 28 ya mwaka C wa kanisa, tunamweka mbele yetu Mtakatifu Francisco somo wetu, na tunaadhimisha sherehe hii ya somo wetu itukumbushe si kwa ajili ya adhimisho tu, ila itukumbushe aonekane katika maisha yetu kama wana Makurunge, aonekane katika familia zetu kama wana Makurunge, aonekane katika yote tunayofanya kama wana Makurunge. Na kwa sababu hiyo, kwa maombezi yake tuwezeshe tuyatende yote vema kwa neema za Mungu ambaye ni muumba wetu. Aweze kutuchochea kama alivyofaulu, kama alivyofanya yote hayo, na sisi tufuate nyayo zile kuiendeleza parokia yetu hii teule ya Mtakatifu Francisco Asizi Makurunge. Kila mmoja wetu kama mwana Makurunge aone kwamba anawiwa kufanya kitu katika parokia hii. Asiangalie watu wengine, asiangalie pembeni, ajiangalie yeye mwenyewe, ajirudie mwenyewe, angalie ndani mwake, ajikusanye mwenyewe na asonge mbele akiwa ameibeba parokia teule hii kwamba ni ya kwangu. Na kwa sababu hiyo inabidi nifanye kitu kwa ajili ya parokia hii teule. Ni muhimu sana hii. Kwa tunaangalia hili swala katika imani, tunaliangalia hili swala katika utu wetu, kwa sababu tunajua kwamba mwanadamu ni mwili na roho, na kanisa vile vile ni mwili na roho, kwa sababu tupo humo kanisani, na vile vile sisi ni sehemu ya mwili huu wa kanisa ambao ni Yesu Kristo kichwa chetu. Na kwa sababu hiyo kila mmoja na wajibu wake, kila mtu ana nafasi yake. Hatuwezi tukategeana, hatuwezi tukakimbia wajibu. Kuna wengine wanakimbia wajibu, wanatoroka, wanakimbilia sehemu nyingine. Uwezo ukakimbia nyumbani kwako. Unahitaji kujisikia nyumbani kwako, na unahitaji kuboresha nyumbani kwako, ili pale unapoishi pakalike vizuri, pavutie vizuri, na paweze kukuweka katika hali ya kumtafakari Mungu, ya kumwomba Mungu, ili mwisho wakati kama mahujaji tukamuone milele mbinguni. Ni muhimu sana. Tunapoadhimisha sherehe yetu ya somo, tumeona vile vile tutafakari masomo ya Dominika hii ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Wazo kuu linalojitokeza katika tafakari hii na katika masomo tuliyosikia ni shukrani. Kumshukuru Mungu ni kumsifu Mungu, ni kumtukuza Mungu, ni kuimba sifa zake. Mshukuru Mungu ni kutambua kwamba amefanya makuu katika maisha yetu. Kwanza kabisa tunapojiona sisi wenyewe, tunapoamka asubuhi, wewe unaweza kujiuliza ulikuwa wapi? Nini kimetokea usiku? Hujasikia chochote. Ulikuwa wapi? Lakini leo umeamka, hujajua kwamba ni zoezi la kwamba unaweza kaondoka moja kwa moja. Na unapoamka asubuhi kaona kwamba sasa hizi nimeamka salama. Asante Mungu kwa kuniamsha salama.
Najikabidhi tena mikononi mwako, uendelee kunilinda, kunipa afya njema, kuniepusha na majanga mbalimbali, kuniepusha na mitego ya adui, ili nifanikiwe katika shughuli zangu, kwenye familia yangu, kwenye kanisa langu, katika imani yangu, katika nyanja zote za maisha yangu. Nimshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa vipaji alivyonijalia, si kwa ajili ya sifa yangu, si kwa ajili ya majivuno yangu, si kwa ajili ya kunifanya niwe na kiburi, bali ni kwa ajili ya kumsifu na hivi kuyafanya yote kwa sifa na utukufu wake. Ndio hiyo tulio nayo. Na ndio maana hata masomo yaliyopita ya Dominika yaliyopita, sasa utakapofika ukimaliza yote sema mimi ni mtumishi nisiye na faida, nimefanya tu kile ambacho nilitakiwa kukifanya. Basi. Kwa sababu hiyo ni unyenyekevu. Shukrani inatuonyesha kuwa ni wanyenyekevu, na katika unyenyekevu huo tunaona nguvu ya Mungu maishani mwetu katika yote tunayofanya. Ndio maana tunamshukuru. Shukrani. Niliona kabisa nimelala usingizi, sasa naamka nina afya njema, si kwa nguvu zangu, si kwa sababu nimekula chakula bora, si kwa sababu nina pesa nikanunua vyakula vingi, si kwa sababu nililala pazuri, ila ni kwa sababu Mungu ameniongoza. Nimesafiri katika magari, nimefunga mkanda, nikakoswakoswa, nisijivune nikasema nisingefunga mkanda ningeondoka. Ila useme Mungu amenisaidia, ameniokoa. Kwa sababu mkanda wenyewe unaweza kukunyonga na ukaishia zako. Mkanda Bwana umenisaidia. Pana. Ni Mungu amekusaidia. Kwa hiyo umshukuru. Na ndio tunayaona, na ndio wazo hili kuu linalojitokeza katika masomo yetu ya leo tunapoadhimisha sherehe hii. Na tunapojiangalia sisi wenyewe. Iangalia sasa, wakati fulani unaweza ukatoka ukaangalia ukiwa kwa mbali. Sasa hivi mimi nikoje mimi? Kiangalia mwenzangu ni wa ajabu, nikiangalia mwenyewe ni wa ajabu. Nikiangalia natembea, naongea, nikiangalia wanyama, kwa mimi siko kama ng'ombe, siko kama nguruwe. Mimi binadamu, nina utashi. Na kama nina utashi, ndio maana naweza nikafikiria nikachagua. Na ndio maana inabidi niimbe sifa za Mungu, inabidi nimshukuru kila wakati. Katika somo la kwanza na Injili vinafanana sana. Somo la kwanza na Injili vinafanana. Katika kitabu cha pili cha Wafalme tunakutana na jemedari. Huyo ni jemedari kutoka katika nchi ya upagani kabisa, huko Syria. Paganini. Si Mwisraeli huyu, si Myahudi, ambaye tungesema alikuwa kwenye dini yake ya Kiyahudi, ila ni mpagani kabisa. Na katika enzi zile kila eneo lina mungu wao. Mungu wetu, mungu wao. Kwa hiyo huyu Naamani huyu, na kupitia mfalme wake alisikia habari za mtumishi wa Mungu katika Israeli. Aliposikia hilo, amemtuma huyu Naamani mwenye ukoma aende kwa ajili ya kuponywa. Ukisoma mwanzoni utaona kwamba alipopelekewa ujumbe huu kutoka kwa mfalme yule mfalme wa Israeli alifadhaika sana na alikasirika sana. Na nitafuta nini huyu? Lakini wakamwambia kuna mtumishi fulani yuko huko anafanya hayo. Ndio akampeleka kwa nabii Elisha. Ndio maana alipofika pale alifikiri sasa nione maajabu yake, sasa atakavyoniambia, atakavyofanya hivi. Lakini neno rahisi, neno jepesi: nenda kaoge mara 7 katika mto Yordani.
Na Naamani naye alikata tamaa. Ukisoma yaani huyu ananiambia nikaoge yaani mito hii, mito gani? Yaani maana yake Yordani ni mto mzuri kuliko hii ya kwetu. Alikasirika. Ananifanyia nini? Wale watumishi ndio waliomtuliza. Tulia. Fuata maelekezo. Hivi kwa mfano yangetokea huko na usingefanya. Tulia, fanya alivyokuambia huyu mtumishi. Na kweli alienda pale na katika sehemu ya somo hili katika mto Yordani akaoga mara 7. Na alipooga mara 7 alipona. Alitaka kukaidi maneno ya mtumishi. Lakini kuna waliomshauri, waliomwambia fuata haya. Fuata maelekezo haya. Akafuata na aliweza kupona. Na katika Injili wale wanapeleka maombi. Wale 10. Kiangalia Wayahudi wako 9. Msamaria mmoja. Kabla tujatambulishwa ni nani Msamaria. Wakoma 10. Wanapeleka sala kwa Yesu. Uturehemu. Kwa sababu ukoma unamfanya mtu awe mchafu. Ukoma unamfanya mtu atengane na familia yake. Ukoma unamfanya mtu huyu awe nje ya jamii. Kwa sababu ni ugonjwa mbaya. Ndio uliofanya 10 hawa waungane wawe kitu kimoja. Waweke pembeni mambo yote yanayowafanya wawe tofauti. Kwa tunaona kwamba katika tofauti huo hawa jamaa wamekuwa kitu kimoja. Yesu anawajibu, nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Wao ndio wathibitishe kupona kwenu. Neno rahisi. Nenda. Wanapoenda wanaukoma. Katika safari ile ya kwenda ndio wanaona wamepona. Wengine wamenyosha moja kwa moja anaenda kwa makuhani. Uwezo kujua walikuwa wanafanya nini, wanasema nini? Nimeokoka. Nilikuwa katika ukoma huo, sasa nimeokoka, naenda kwa makuhani. Sasa huyu Msamaria ndio tunayetambulishwa hapa. Anaenda kwa kuhani yupi? Anaenda kwa nani pale? Na ndio maana tunaona anaona hii ni nafasi pekee na wakumkimbilia ni pekee ni Yesu aliyeniponya. Sio makuhani wala nini. Aliona kwamba namuendea yeye mwenyewe. Wale jamaa wanajua tuna makuhani wetu. Makuhani wetu wako pale. Lakini Msamaria na kuhani wake yote pale. Anaenda kujionyesha kwa nani? Pale unaonyesha sasa baada ya kupona utengano tena, uadui kama kawaida. Wewe ni mtu wa nje, sisi ni Wayahudi. Kwa hiyo anaonekana yuko peke yake. Naona sasa katika hili maneno marahisi tu yamemfanya Naamani alipotii akapona. Maneno rahisi tu yanayotoka katika kinywa cha Bwana wetu Yesu Kristo, wale wanaondoka pona. Naamani anarudi kwa mtumishi wa Mungu. Lakini vile vile Msamaria anarudi kwa mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Kumshukuru. Asante. Tena Naamani alitaka kutoa mali nyingi, lakini akasema pana, sitaki. Aliyetenda kazi hii si mimi. Nabii Elisha anatambua kwamba muujiza huu umefanyika na Mungu mwenyewe, kwa hiyo siwezi kujisifu. Lakini Naamani alifikiri kwamba atasema sasa kweli ni mwenyewe, leta yeye hela. Hapana, akaona no, sipokee vitu vyako. Na kule tunamuona Msamaria anajibwaga mbele ya Yesu, mpiga magoti, asante. Na huyu yuko asante. Na ndio maana nasema na Msamaria wana vitu vinavyofanana. Kwanza, wote walikuwa wageni. Yule ametoka upaganini, huyu ni Msamaria, adui wa Wayahudi, lakini wanatambua nini cha kufanya.
Ndio maana kwa upande mwingine Naamani alijua kabisa kwamba Mungu pekee, anakiri imani sasa, Mungu pekee katika ulimwengu huu ni Mungu wa Waisraeli. Hayo mengine haya hamna lolote. Naomba nibebe udongo, na kutoka leo nitamwabudu Mungu wa Waisraeli. Nabeba udongo huu niende nao ili niumwage sehemu, na nitakapomwaga sehemu hiyo, ninapomwabudu Mungu wa Israeli, nitasimama juu ya udongo huu. Kwa nikisimama juu ya udongo huu, nitaonekana niko Israeli, na kwa sababu hiyo namwabudu Mungu wa Israeli na nina imani naye. Sasa na Msamaria huku hivyo hivyo anamrudia Yesu Kristo, na tunaona katika kuponywa huku kwa watu wawili, ndani mwake kuna uokovu, ndani mwake mna makuzi, na vile vile mna imani inayokomaa inayomwendea Mungu wa kweli, kutoka mpagani kwenda muumini wa Mungu wa kweli, muumba mbingu na nchi, kutoka Msamaria kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Imani yako imekuponya, unaimba sifa za Mungu. Na hao wengine 9, ndio maana anashangaa wako wapi hao? Hawataki kumsifu Mungu, wamekaza uso wao kuelekea tu kwa makuhani, hawajaelewa lilotendeka. Kwa hiyo Msamaria na Naamani wanatambua hilo, wanaponywa yote, wanaponywa mwili na roho, na wanakuwa waumini wazuri wa Mungu wa kweli, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Wanaimba sifa zake. Lakini tunaona vile vile wote waliambiwa kufanya matendo madogo kabisa, kama tulivyoambiwa, huyu kuoga mara 7 katika mto Yordani, huyu kujionyesha kwa makuhani. Lakini katika yote haya wamepona. Lakini vile vile kile kitendo cha kwenda kumshukuru Mungu, na haya yote yanatufundisha sisi kama waumini, sisi kama binadamu. Wakati mwingine neno asante ni dogo sana, lakini linazidisha uhusiano kati yetu sisi. Naweza kaenda sehemu nyingine, kama sehemu fulani nilikuwa natembea, kuna mwenzetu mmoja alikuwa hajui kama mdogo tu ana mwenye afya njema anaweza kaomba. Sasa alikuwa anaomba, akachukua hela yake akampatia yule, akasema haitoshi. Yule ambaye anaomba yule, haitoshi. Hata picha hiyo unafanyaje? Nitampa tena mimi mtu huyu? Siwezi kumpa. Sasa ananikata. Hata ninapomuona siku nyingine sasa yule haitoshi, anapita hapa. Nimekutana na haitoshi, ampa na jina. Ni kwa sababu hiyo neno asante linaongeza uhusiano, linakuza urafiki, linakuza hata ukarimu wa ukarimu. Tunaposema asante Mungu kwa kutujalia afya njema, tunaongeza uhusiano wetu na Mungu. Tunaposema asante jirani kwa kunisaidia si mastahili yangu, tunaongeza uhusiano na jirani. Kwa neno asante ni rahisi, lakini ni muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia, kushukuru. Siwe na kiburi. Naweza makurunge hapa leo hii mnachangiana, mnataka kuchanga, mnataka kufanya kitu fulani, mnataka kuweka ukuta, mnataka kuendeleza hili. Wakati mwingine mwana makurunga anaweza kaja akasema, we padri umezidi, we padri unazidisha michango. Sasa najiuliza, sasa kwani padri huyu anachukua michango ya kula yeye au ni kwa ajili ya kutusaidia sisi? Apate wapi pesa? Huyu padri huyu anakuja kila siku hapa na gari, tumewahi kufikiria kwamba mafuta nani anamwekea? Hela zinatoka wapi? Na sisi tunatoa kiasi gani? Ndio muda huo wa kubadilika.
kuadhimisha sherehe ya Mtakatifu Francisco leo, tujikusanye vizuri ili tunapotoka hapa tuwe na mtazamo tofauti, kwamba tuna wajibu wa kujenga parokia yetu teule, tuna wajibu wa kumtegemeza padri, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mambo yote yako sawa katika parokia yetu, tuna wajibu wa kulinda yote ya parokia yetu, iwe eneo, iwe matakatifu ya hapa, kanisa letu, tunawajibika. Ninapokimbia ni udhaifu. Kuna mtu mwingine anaweza kaja kwako anasema kwamba mimi nataka niende dhehebu lingine, mimi michango imezidi, niende dhehebu lingine. Kule ataenda kutoa sadaka ya kujiteketeza, ya kujimaliza. Huko anakoenda ndio kutoa sadaka ya kujimaliza. Hata kala aliko lima, nyinyi mnalima mchele huko, nani wali huko, nani mpunga huko mnalima nyinyi huko. Wote unauza na kwenda kuweka pale. Sasa nimehama, nimeenda kwenye dhehebu lingine. Si swala la kuhama, ni swala la imani, ni swala la upendo, ni swala la kujisikia nyumbani. Si swala la kuhama, ni swala la kuonyesha, kumpa moyo yule anayekuhudumia ili awe na moyo aje kesho na kesho kutwa. Ni swala la kuonyesha moyo huu, ndio tutakuwa nasema sasa tunakuwa parokia kamili kutokana na moyo wetu tulionao. Ikiwa wakati wa mvua, wakati wa kupanda, tunakimbia kanisa tunaenda kuwania ndege, alafu inakuja munaenda kwenye ndege huko. Shauri yenu wewe na kanisa lenu huko, shauri yenu huko kwa ndege. Yesu akifanya hivyo tungepona, tungeokolewa, kujitoa bila kujibakiza kwa ajili ya kanisa. Nipata picha, yani padri huyu imekuwa parokia teule nalala hapa, imekuwa parokia kamili nalala hapa, anaamka asubuhi niongoze misa ya kwanza, anakuta mtu mmoja. Misa ya pili hamna mtu, wote wameenda kwenye ndege huko. Wapi na kueje? Unataka nihamie dhehebu lingine. Ukihamia dhehebu lingine utaacha kundege hao. Kwa kanisa Katoliki ndio linasema uende kwenye ndege kweli? Ni swala kujitathmini sana. Kwa sababu hiyo tunaona sasa kushukuru, tunaangalia kushukuru na kutoshukuru. Kushukuru tumesema kuna ufanya tuhusiana na Mungu. Kutoshukuru kuna tufanya tujitenge na Mungu, na wakati huo tunatengeneza himaya yetu, na himaya hii ni himaya ambayo inaleta kiburi. Ukiangalia katika Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 41, Yesu wakati anaenda kwa Lazaro alisema kabisa, Baba, nakushukuru kwa kunisikiliza. Hata kirejea Injili ya Mathayo sura ya 11, nakushukuru Bwana muumba wa mbingu na nchi. Yesu aliyatamka haya. Sala ya kushukuru katika maisha yetu ni muhimu sana. Kutokushukuru kama nilivyosema kuna madhara yake. Kwa maana tunasema kwamba lengo la maisha ya mwanadamu ni nini? Nijiuliza, lengo la maisha ya mwanadamu ni nini? Kwanza, katekisimu inatukumbusha kwa nini tumeumbwa. Tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu na mwisho tufike kwake. Ndio maana tumeumbwa. Lengo la mwanadamu, lengo la maisha yetu ni nini kama mwanadamu? Kumtukuza na kufurahia na kumfurahia milele. Kumtukuza na kumfurahia milele. Si kujitukuza sisi, si kujivuna sisi, kumtukuza Mungu, kuimba sifa zake, na kila mara kutafuta utukufu wake pale alipo. Ukiona unaanza kujitukuza wewe, ujue Mungu hapo umemfukuza. Ni kwa sababu yanahitaji kila mara kwamba niko katika sifa za Mungu, nipo katika utukufu wa Mungu, sio utukufu wangu.
Ndio maana leo tunatafuta sana utukufu wetu kujisifu. Mimi ndio nawezesha, mimi ndio najua kuimba, mimi ndio naweza nikafanya 1 2 3, mimi najisifu. Ukiona mambo hayo, jua kwamba sasa wewe, sasa Mungu yuko wapi? Unamfukuza katika maisha yako. Unyenyekevu, kumtukuza Mungu, kuimba sifa zake, kutafuta sifa zake, kutafuta utukufu wake, sio kwako. Ni muhimu kuangalia yote haya. Na kwa sababu hiyo tunaweza tukaangalia ukuu wa misa takatifu, ukuu wa misa takatifu katika maisha yetu, kwamba katika misa takatifu tunaadhimisha ekaristi takatifu. Na neno ekaristi katika lugha ya Kigiriki maana yake shukrani, maana yake ni shukrani. Kwa hiyo misa, katika adhimisho la misa, ni shukrani kubwa kwa Mungu. Na kwa sababu unapoenda katika misa hiyo, namshukuru Mungu. Nijifunze kumshukuru Mungu na kuwashukuru wenzangu, majirani. Hata anapokuambia wewe bwana unatukwaza, nimefanya nini? 1 2 3, asante sana kwa kunikumbusha. Nani anaweza kusema hivi? Wengi wanasema wewe huna maana, wewe nani? Wewe mwenzangu umevaa vibaya, nguo hizi si za kuendea kanisani. Hatuende kanisa. Vaa vizuri. Wewe nani? Unanitafuta nini katika maisha yangu? Hivyo ndio yanakuwa yamejaa, lakini sio kukiri. Ukiri sa asante kwa kunikumbusha, asante sikuwa natambua. Na wakati mwingine unaweza kufanya kitu unafikiri kwamba unafanya ni kizuri lakini ni kibaya. Lakini unaweza kusema unapofanya hivyo na wafanyia wenzako 1 2 3, vaa vizuri, uongee vizuri, fanya hivi, niwe tayari. Na ninapokuwa tayari hivyo kupokea ukweli, ninapona zaidi na ninaongozwa zaidi katika maisha yangu. Na kwa sababu hiyo tukiangalia kila mtu akijitafakari, kila mtu akijiangalia katika maisha yake, kwa leo hii tunapoadhimisha sherehe ya Mtakatifu Francisco, atajitathmini vizuri. Nina ukoma wa kiroho ambao unanifanya nijitenge na wenzangu na nijitenge na Mungu muumba wangu. Ukoma wa kiroho mbaya sana, unanifanya niwe mchafu, unanifanya kila mara nizunguke nje, naogopa kuingia ndani kwa sababu nanuka. Uko ndani kwangu kunanuka. Ndio maana Mtakatifu Francisco anatufundisha sana, anasema jamani, tunahitaji kuenzi mazingira, tunahitaji kuenzi viumbe vya Mungu. Kwa sababu tuwe wasafi wa mazingira. Lakini sasa usafi wa mazingira ni pamoja na sisi wenyewe, usafi wa mwili na roho. Unaweza kujipamba vizuri sana mwili wako. Unaweza kusema leo nataka niwe na pua nzuri. Unaenda kwa mtu yule ambaye anatengeneza pua, atakuchonga vizuri kwa pua kako, kama nakaa kama mchongoko kanakuwa machongoko. Lakini hakuna atakayetengeneza sura ya roho yako. Ni wewe mwenyewe kupokea ukweli. Roho yako ina makovu mengi, imejaa huo ukoma, pengine uchafu. Yesu anaongea na sisi ndani mwetu, anatuambia acha kiburi, pokea ukweli. Asante Bwana Yesu kwa kunionyesha, kwa sababu anaongea na sisi katika dhamiri zetu kila wakati. Hekalu letu la ndani kabisa ambalo watu wengine hawajui Mungu anavyoongea na sisi, dhamiri zetu. Na ndio maana tunalea dhamiri ili palipo na mabaya paonekana kama ni baya hili. Sio nisifie uongo na ufisadi. Hapana. Ukiona unaanza kusifia uongo na ufisadi, lengo tu unataka utunze urafiki, ujue kwa umepotoka. Dhamiri yako si sawa. Dhamiri yako inashindwa kukuonyesha kipi chema
na kipi kibaya. Na hili ni tatizo, na pengine katika jamii yetu mambo haya ndio yanayoingia. Ndio maana sifa tu kila wakati tulipo kusifiana. Naona kabisa huyu jamaa amefanya ovyo. Wewe ni wewe tu, dunia nzima hakuna mtu mwingine, wewe ni wewe tu. Baada ya kumwambia mwenzako kama unampenda kweli, unachokifanya sio kizuri, hujatenda haki. Hapana. Ukoma huo mbaya sana katika maisha yetu umefunika roho zetu kwa uchafu wake, hazitakati. Hatuwezi tukaangalia makuu ya Mungu ndani mwetu. Kama Yesu alipokuwa anaanza kazi yake iliyomleta duniani, alisema katika Marko 5, anapenda kuirejea, wakati umetimia, ufalme wa mbinguni umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Maneno anaanza na neno tubu, alafu linafuata neno amini. Fanya toba, amini. Toba hii itafanya ukungu wote uondoke katika maisha yako na uweze kuiona Injili inatawala maishani mwako. Kwa sababu hiyo lazima tuangalie hayo. Hivi leo tunaalikwa kumwomba Kristo aponye ukoma wetu, tuweze kutakasika, tuone mabaya na mema, na tuepe mabaya, tutende mema katika maisha yetu. Yatatuongoza na yatatuokoa. Tuweze kufuata mifano ya wenzetu wawili hawa, wageni hawa. Maana sisi wakati fulani tunatawaliwa na ukoma wa mazoea. Huenda naweza nimezaliwa kwenye dini, ni Mkatoliki, nimezaliwa huko, ni kwa nachukulia tu. Naenda kukomunika, hata kuungama siungami. Ndio maana nikienda pale niko hivi, ni kama robot linatembea linaenda kukomunika mwili wa Kristo. Mwingine anasema haleluya, mwingine anasema milele amina. Mimi narudi nitikie niseme amina. Niende pale, naenda kumpokea mtakatifu wa watakatifu. Ukoma wa mazoea unatutawala. Tunaishi imani kwa mazoea. Mwingine anakimbilia kukomunika ila kaungama. Kipi cha kwanza? Kuungama alafu kukomunika. Kwa kawaida iko hivi. Ni mambo haya ambayo leo tuchonge mbele ya Kristo, na udhaifu wetu atuponye ukoma wetu. Na sisi kama wana Makurunge atuongoze katika safari ya parokia yetu. Tusiishiishi kimazoea. Wakati fulani unaweza kusema kwamba hela zinatoka sehemu fulani. Hakuna. Na tutambue wenzetu wanachangamka kwa sababu wanajisikia nyumbani. Katika mambo ambayo ni utajiri, tunashirikiana, tunapendana. Wanachukua hilo, hata mtu wanachangiana, ninapaa hiki. Hata wakati fulani hata mpunga wangu ndio lima huu na uleta kanisani, mpunga huu hapa, tuuze leo kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu hili. Ndio maana wanaenda mbele. Sisi tuko tu, ukifika umekaa tu, unashangaa tu. Msa hela zinatoka sehemu fulani. Hamna, tuna hela. Hakuna anayetoa hela. Wafadhili hawapo tena wafadhili walitujia sisi. Baada ya wakatudekeza, wakatuletea na mitumba. Tukimaliza misa tunaenda kwa paroko, atugawie mitumba, atugawie na sukari, atugawie na chumvi. Leo hiyo unakuja kwa mfano kwangu, nasema mimi chumvi sasa mimi napata wapi? Nimetoka kwenu. Sasa kama nimetoka kwenu, sasa mnisaidie. Sasa nataka mnisaidie, na nyinyi mnasema mnisaidie, sasa mimi napata wapi? Ndio maana hiyo. Na ndio maana tunapoelekea vile katika meza jimbo letu la Bagamoyo jipya kwa mara ya kwanza, lazima tujikoki, tuweke vizuri gia zetu kwa safari ya mwendo wa kasi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo, maendeleo ya parokia yetu.
Unaanza kuangalia tu hivi, unalaumu mwenzako. Unalaumu nani? Tujilaumu wenyewe. Tuna afya njema hivi, hakuna mtu ambaye anatetereka alafu tunaanza kukimbia wapi na wapi. Tumwende Mungu. Kwa tutoe ukoma huu ni mbaya na ni kasumba mbaya. Tuishi imani. Sisi ni mahujaji wa matumaini. Mahujaji wa matumaini ni wamisionari wa matumaini. Sasa pata picha, wewe misionari wa matumaini, una matumaini. Unahubiri nini? Una matumaini, unahubiri nini? Alafu na wewe uko kijiweni, bwana Makurunge pale wana michango mingi sana Makurunge. Kwa sababu ya michango ile, yani mimi siendi tena pale. Sasa najiunga kanani fulani kamejitokeza hapo. Au nitapanda basi naelekea Dar es Salaam kule, kuna sehemu wanakanyaga mafuta nikakanyage. Wewe uko kijiweni, jitazame vizuri. Huo ni ukoma huu ambao unatutesa. Tunahitaji kujisikia nyumbani. Tunahitaji kweli kuwa mahujaji wa matumaini, tuliopewa matumaini makubwa kwa ajili ya ustawi wa kanisa letu Katoliki moja takatifu Katoliki la mitume, lenye umoja, ambalo nikiangalia ulimwengu mzima liko hivyo. Lakini sasa nisidanganyike kirahisi hivyo na imani na mafundisho ya kigeni yanayo nipeperusha. Wana Makurunge, tuamke, tumkaribishe Yesu, na tukaribishe mafundisho ya mama kanisa anayetuongoza na kutulinda na kulinda imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.